Karibu mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili. Kama ilivyo kawaida yetu kila siku kukuletea habari za kusikitisha na kusisimua. Na leo tumekuletea hii ambayo inamhusu mwanaume ambaye alikuwa tajiri sana, lakini mwisho wa siku akabaki kuwa ni mwanaume ambaye hana chochote kile. Yaani hata mavazi alikuwa anakosa. Na hiyo yote ni kwa sababu ya mke wake kutokea Afrika. Ndiyo, umenisikia vizuri. Alikuwa na kazi aliyokuwa akilipwa vizuri sana nchini kwake. Maana alikuwa akilipwa zaidi ya dola 3,000 kwa mwezi. Na aliishi katika nyumba nzuri huku akifurahia maisha yake ya kifahari. Hata hivyo, baada ya kumwoa mwanamke wake kutokea Kenya, ndipo alipopoteza kila kitu na akaondoka bila hata mavazi yake. После этого 3 года медицинские. Nilikuwa nikifanya kazi kama daktari wa watoto nchini Urusi, na hapo nilikuwa nikilipwa kati ya dola 3,000 hadi 4,500, na hiyo ilikuwa ni kila mwezi. Lakini tazama kilichonipata, na hiyo yote ni kwa sababu ya mke wangu. Mwanaume aliyekuwa tajiri sana sasa anaishi katika nyumba hii chafu, tena hana chakula wala mavazi. Chakula chake siku zote alichokuwa akila ni nyanya mbichi na vitunguu. Alikuwa akijaribu kufanya kazi katika maeneo ya ujenzi, lakini hata nguvu ya kusukuma toroli hana. Tunashangaa ni kipi hasa mke wake alikifanya ambacho kilimfanya mwanaume huyu kufikia hapa. Sasa imekuwaje tena kuwa maskini kiasi hiki ndani ya Afrika? Nilikutana naye Kenya na alijibu maswali haya yote niliyomuuliza. Lakini nilichojifunza ni kwamba maisha hayatabiriki hata kidogo. Чернявский Александр. Jina langu ni Alexander. Nilizaliwa Urusi na nikasoma shule ya msingi na sekondari huko Urusi. Baada ya hapo, nilienda chuo kikuu kusomea udaktari na nikajikita katika tiba ya masaji kwa watoto. Hili lilikuwa jambo kubwa kwangu kwa sababu nilikuwa nikipata pesa nyingi sana. Alikuwa ni mfanyakazi mwenye bidii katika kazi yake, ambapo alifanya kazi yake kwa zaidi ya miaka 23. Kudumu kwenye kazi kwa muda wote huo kunadhihirisha kwamba alikuwa ni daktari mzoefu na mtaalamu kisawasawa. Mara tu alipoanza kupata kipato cha kutosha, alijitahidi kuboresha maisha yake, akanunua nyumba, magari na mali nyinginezo. Я зарабатывал приличные деньги. Maisha yangu yalikuwa yanaenda vizuri sana. Nilikuwa na kila kitu ambacho ni kawaida kwa matajiri kumiliki. Nilikuwa na furaha sana, lakini nilihisi kama kuna kitu kinakosekana. Na ndipo nikakutana na mke wangu wa kwanza ambaye alikuwa Mrusi. Tulioana, tukafurahia maisha yetu pamoja na tulipendana sana bila matatizo yoyote. Hata hivyo, kama ilivyo kawaida katika maisha, mambo yanaweza kubadilika. Hatimaye mke wangu na mimi tulianza kuwa na matatizo ambayo yalisababisha tuweze kuachana. Baada ya hapo, yeye aliendelea na maisha yake na mimi nikarudi kuwa bachelor kama nilivyokuwa hapo mwanzoni. Niliendelea kufanya kazi kama kawaida na pia nilikuwa na nafasi nzuri sana kazini kwangu. Maisha yake alikuwa na machafuko kwa kiasi fulani kwa sababu ya kutengana na familia yake, lakini hilo halikuwa changamoto sana kwake. Aliendelea kuishi vizuri kwa sababu kazi yake ilikuwa ikimlipa vizuri na haikuwa ikimletea msongo wa mawazo. Ili kuepuka msongo wa mawazo au huzuni, alianza kufanya mambo yaliyomfurahisha ili kupoteza mawazo. Hili lilimsaidia kuendelea kusonga mbele na kubaki kuwa na furaha siku zote. Продал все моё имущество. Sikuruhusu hali hiyo inishikilie. Nilitembelea nchi mbalimbali na kwenda likizo kwa sababu ya kutembelea maeneo tofauti tofauti. Nilitembelea nchi nyingi sana barani Ulaya na Asia kama vile Vietnam, Cambodia na hata Thailand. Kusafiri kulinipa amani kila nilipopata mapumziko kutoka kazini. Nilivutiwa sana na Afrika kwa sababu sikuwa nimewahi kufika hapa. Mara ya kwanza nilipokuja Afrika, nilichagua Kenya kwa sababu nilikuwa na marafiki wengi wa Urusi walikuwa wakiishi hapa. Hili lilifanya iwe rahisi kwangu kuzoea mazingira na kupata marafiki. Alipofika Kenya kwa mara ya kwanza, alishangazwa sana na uzuri wa Kenya ilivyo. Alifurahia kukutana na Warusi wenzake, lakini pia alivutiwa na wenyeji wa karimu pamoja na sehemu nyingi za kuvutia ambazo alikuwa akitembelea. Kwa sababu hii, hakufika Kenya mara moja tu. Aliendelea kurudi mara kwa mara katika nyakati tofauti tofauti. Na hapo ndipo alipokutana na mtu ambaye alibadilisha maisha yake kwa namna iliyomuumiza sana. Потому что у меня Nilipokuwa Kenya, nilifurahi sana kwa sababu watu wa hapa wengi sana walikuwa ni watu wema sana. Siku moja nilipokuwa likizoni, mimi na marafiki zangu tulikwenda kwenye fukwe iitwayo Pirates, na wote tulikuwa tukienjoy huko. Na marafiki zangu walikuwa wakiwaleta wasichana ambao walikuwa wakisema ni marafiki zao. Sikuwa na mpango wa kujihusisha na msichana yoyote yule, lakini mwisho wa siku nilikutana na msichana mmoja hivi. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kumuona, na kiukweli nilimpenda hapo hapo. Kulikuwa na sababu ya kipekee sana iliyofanya nimpende mwanamke huyo. Katika eneo
ambao tulikuwepo, kulikuwa na wasichana wengi sana ambao walikuwa ni makahaba, lakini ilipotokea mmoja wa marafiki zangu kuonyesha nia kwa yeye, kiukweli nilimkataa. Sikuweza kujua kama atakuwa tofauti na wengine, na hapo ndipo nilipoamua kuchukua maamuzi ya kumjua zaidi. Alianza kumkaribisha msichana huyo na wakaanza kuwa marafiki. Mwanzoni urafiki wao haukuwa na nguvu sana, lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, urafiki wao ulizidi kuimarika. Hata hivyo, kulikuwa na changamoto kwa sababu mwanaume huyo muda mwingi hakuwa free. Licha ya kuwa mbali baina ya watu hao wawili, hatimaye uhusiano wao ulifikia hatua ya kupendana mpaka kuoana. Потому что африканцы... Kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, niligundua kwamba anaweza kuwa mpenzi wangu. Baada ya kugundua hilo, ikabidi nimfungukie haraka. Nilimwambia kuwa ninataka kumwoa na kuishi naye pamoja Moscow, ambapo nilikuwa nikikaa siku zote kwa sababu sikuweza kuacha kazi yangu kisha nije Kenya kuishi. Hakuniuliza maswali mengi kuhusu pendekezo langu. Alikubali kila kitu kwa uwazi. Baada ya hapo, walikuwa na harusi nzuri na ya kifahari kwa sababu upendo wao ulikuwa imara sana. Mwanaume alirudi Urusi kukusanya nyaraka zake zote muhimu, kisha mke wake ikabidi aishi naye huko Urusi. Wakiwa pamoja Urusi, wakaanza maisha yao mapya. Не на то, чтобы этот большой грузовик... Kwa sababu kila kitu kilifanyika Kenya, nilirudi Urusi haraka kumngojea mke wangu, na ndipo ikabidi anifate baada ya kipindi kifupi, na tulifurahi sana kuishi pamoja, na mwisho wa siku tukapata mtoto wetu wa kwanza. Yeye hakuwa na kazi na alikuwa akikaa nyumbani tu kwa ajili ya kutunza watoto wetu, jambo ambalo lilikuwa ni gumu kwa sababu hakuzungumza Kirusi. Tuliishi pamoja kwa miaka 2.5 hivi, lakini baada ya hapo akaanza kubadilika, na mara nyingi alikuwa akisema anataka kurudi Kenya. Hii ilinisumbua sana kwa sababu sikuweza kuelewa ni kwa nini alikuwa anafanya hivyo, wakati mimi nilikuwa nikijitahidi kumtunza na kumpatia kila kitu alichokuwa akihitaji. Tabia yake ilizidi kuwa mbaya kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, na kusababisha mivutano na migogoro ambayo mwisho wa siku ikafikia wakati tukaanza kupigana kabisa. Walikuwa na matatizo mengi, lakini akiwa kama mume aliamua kufanya kazi kwa ajili ya kutatua matatizo haya ili kumwonyesha mke wake kwamba alimpenda kweli. Hakufikiria kumwacha mke na mtoto wake wakiwa peke yao kwa sababu alikuwa akiwapenda sana. Alijua kuwa kwa kushughulikia matatizo yao wangeweza kurejesha amani na furaha kwenye uhusiano wao. Когда я приходил с работы, mke wangu alinikosea sana kiasi kwamba nikauza kila kitu nilichokuwa nacho, nikakubali kuacha kazi yangu na kuhamia Kenya. Upendo wangu kwake na mtoto wetu ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba walikuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu, na nilihisi ni lazima nifanye chochote ili tushikamane. Tuliuza mali zetu zote na kuhamia Kenya. Pesa nilizozipata kwa kuuza kila kitu zilikuwa nyingi sana kiasi kwamba hatukuhitaji kuwa na wasiwasi kuhusu swala lolote litakalohitaji pesa, na niliweza kufanya haya yote kwa ajili tu ya kudumisha familia yetu na kuanzisha maisha mapya mahali ambapo tungeweza kuishi pamoja tena kwa amani. Walipohamia Kenya, walijaribu kuanzisha upya uhusiano wao. Kutokana na matumaini yake mwanzoni ya kwamba uhusiano wao utaimarika, mwanamke huyu alionekana kuwa na mipango mingine ambayo haikufanana na matarajio yake na kusababisha matatizo zaidi katika uhusiano wao. Потому что в России... Tulipofika Kenya, tulinunua viwanja viwili vikubwa tu, tukajenga nyumba na tukaanza kilimo. Tukanunua kuku 500, nguruwe 20 na mbuzi 20. Nilijisikia kuwa sehemu salama sana kwa sababu nilikuwa nimeacha kazi yangu ya awali na kuanzisha biashara hii. Hata hivyo, mambo yalianza kwenda vibaya, na hiyo yote ni baada ya kuanzisha biashara hiyo. Na kisha tulinunua kiwanja kikubwa cha mita kama 100 hivi na kujenga nyumba yetu kubwa sana. Baada ya kuona hasara nyingi nilizokuwa nikizipata kwenye biashara, nilianza kujilaumu sana. Nilijutia maamuzi yangu mengi niliyofanya, lakini nilijua hayo yote yalikuwa yameathiriwa na upendo wangu kwa mke wangu. Hatimaye hali yetu ilizidi kuwa mbaya mpaka ikafikia wakati mke wangu akaanza kunifanyia vitendo vibaya sana. Tabia yake ilikuwa ni mbaya kiasi kwamba nilijihisi kukata tamaa, na pia kuna wakati nilikuwa nikifikiria hata kutoa uhai wangu. Nilipendekeza tuhamie mbali na Ishihara, lakini alikataa kwa sababu alitaka kubaki karibu na mama yake, na mwisho wa siku nikabaini kwamba kila kitu tulichokuwa tunakifanya kilikuwa kimeshapangwa na familia yake kama vile alikuwa amekiandaa tangu mwanzoni. Maisha yakawa magumu sana kwa sababu walikuwa wakigombana kila wakati. Katika kipindi hiki kigumu, mume alijua kuwa alipaswa kuondoka yeye mwenyewe tu. Hata hivyo, siku aliyojiandaa kuondoka, mke wake alimfanyia jambo ambalo hakulitarajia kabisa. Грязная, несчастная.
у нее не было. Nilifika mahali ambapo sikuweza kuvumilia tena hali hii kwa sababu ilionekana kwamba mmoja wetu anaweza akamuumiza mwenzake. Siku moja tukiwa katika migogoro, nilijaribu kuondoka, lakini mke wangu alinishambulia kwa kisu. Baada ya tukio hilo, alikamatwa na polisi. Hata hivyo, nilienda kituo cha polisi na kuwaomba wamwachie tu kwa sababu nilikuwa nikitumaini kuwa bado tunaweza kurekebisha hali yetu. Licha ya uvumilivu wangu, uhusiano wetu haukuwa mzuri hata kidogo, na hatimaye tulikubaliana kutengana. Tulikuwa na magari mawili. Moja lilikuwa lori kubwa la kubebea mizigo na lingine lilikuwa ni dogo. Mke wangu alichagua kuchukua gari dogo na mimi niliachwa na nyumba. Hii ilinifanya niwe na huzuni sana na nilianza kunywa pombe kwa wingi, yaani mpaka wakati mwingine naanguka barabarani. Nikiwa katika hali hiyo ngumu ya mahangaiko, mke wangu alijaribu kuchukua nyumba yangu na kuniacha katika hali mbaya kama hii. Baada ya mke wake kuchukua kila kitu, mume alianza kukabiliana na umaskini mkubwa mno. Aliachwa bila mavazi na akawa anaishi sehemu mbaya sana. Yaani alikuwa anakosa chakula, maji na makazi mazuri. Ni vigumu kuamini kwamba anaishi katika hali kama hii, ambapo chakula chake kikubwa ni nyanya mbichi, vitunguu maji na vitunguu saumu, na anafanya yote hayo ili aweze kuishi. Anajaribu kufanya kazi katika maeneo ya ujenzi, lakini mwili wake ni dhaifu sana. Hawezi kusukuma toroli wala kushika jembe. Kwa bahati nzuri, alifanikiwa kuacha kunywa pombe, jambo lililokuwa tatizo kubwa kwake. Hata hivyo, bado ana safari ndefu mbele yake katika kutengeneza maisha yake. Ana mahitaji mengi ambayo hawezi kumudu kuyapata mwenyewe. Hivyo kurudi katika hali yake ya zamani na kuepuka na changamoto zote hizi imekuwa ni ngumu sana kwake. Дамы и господа, у меня сейчас очень тяжело. Kwa sababu nina watoto naye, sikuwa na hamu ya kumfanya mke wangu kuwa na maisha magumu zaidi baada ya kuachana, na ndio maana sikutaka kuchukua kitu chochote kile. Nilikuwa na matumaini kuwa wataishi maisha mazuri. Hata hivyo, mimi kwa sasa naishi maisha magumu mno. Sina chakula wala mavazi, lakini nimeamua kuacha kunywa pombe, jambo lililokuwa linanifanya niwe katika hali mbaya zaidi. Sasa ninaomba msaada ili niweze kupata chakula na mavazi na kujaribu kujenga maisha yangu upya. Na baada ya yote, nataka kumwambia mke wangu kwamba aachane na mimi na aniepuke kabisa. Sitaki kumuona tena katika maisha yangu kwa sababu amekuwa ni mtu mwenye chuki kwangu na anajaribu kunidhuru kila wakati tunapokutana, na zaidi ya yote amekuwa akiniongelea vibaya sana. Baada ya kukutana na raia huyu wa Urusi tukiwa kama Afrimax, tunaamini kwamba mwisho wake utakuwa ni mwema, na tunatumai kwamba siku sio nyingi atarudi kukaa katika mstari ulionyooka, nikiwa na maana kwamba ataishi vizuri kama alivyokuwa hapo awali. Matamanio yetu ni kwamba Alexandra awezi kurudi katika utulivu wa moyo wake pamoja na amani. Kutokana na hadithi yake, tunaweza kuona kwamba maisha ni safari ndefu sana, na wakati mwingine tunaweza tukakutana na dhoruba mbalimbali katika maisha. Hebu tujifunze kuepuka kufanya maamuzi yanayotokana na hisia zetu, na kitu cha kuweka akilini ni kwamba hauwezi kujua kitu anachowaza mwenzako. Hivyo tufanye uamuzi kwa busara. Na hii sio kwa watu ambao ni wageni au marafiki tu, bali usimwamini kila mtu. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, kutokana na kisa hiki cha Alexandra, nadhani utakuwa na kitu kwenye moyo wako, au utakuwa na wazo lolote ambalo unaweza ukamshauri. Naomba utuwekee komenti yako na ataisoma. Asante kwa kutazama. Hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.